Menes kwa sasa hivi inaenda kuwa kampuni ambayo inajitegemea. Kumbuka kwamba Menes ilikuwa ikimilikiwa na Meta na ilinunuliwa kutoka China kwa bilioni 2, lakini kwa sasa hivi wako kwenye marekebisho ya kuhamisha data kuwa kampuni ambayo inajitegemea. Na kumbuka kwamba Menes kwa siku zote hizi tulikuwa tunaitumia bure, na wanasema kwamba baada ya tarehe 25 unawezekana ukaitumia bure. Kama hauna account ya Menes, unaweza ukaenda kwenye bio yangu ya Instagram na ukabonyeza sehemu ambayo imeandika Menes na ukajisajili na utapata ofa ya bure. Kumbuka kwamba Menes ni tofauti na Claude, ni tofauti na ChatGPT, kwa sababu ChatGPT na Claude ni chatbot, lakini Menace na operator ni dua, yani ni kitu ambacho kinakufanyia kazi vile unavyotaka. Kwa hiyo mimi mara nyingi nakuwa natumia Menace na nimejaribu kutumia AI nyingi, lakini kwa Menace nimeona kwamba nimefika kikomo, lakini tu ina gharama. Ukiwa unataka kutumia Menace, jipange kweli kweli, kwa sababu inafanya kitu kizuri na ndivyo ilivyo na gharama kubwa. Kwa hiyo sasa hivi Menace inaenda kwa kampuni ambayo inajitegemea, inajiendesha yenyewe, na tutegemee makubwa kutoka kwenye Menace, kwa sababu Menace ni kampuni itaenda kuwa kampuni ambayo ni nzuri sana, kwa sababu ina vitu ambavyo inafanya vizuri.